Leo tunajifunza somo la kichwa kinachosema rafiki wa dunia ni adui wa Kristo. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Amina. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Kama utangulizi tuanze na haya maneno kwa msomaji wa Biblia atajua tumeyapata wapi kwa msomaji wa Biblia. Ni mistari maarufu. Tunaona kwenye Yakobo 4. Mwishoni mwa Biblia kwenye ile agano jipya mwishoni pale baada ya Waebrania na kabla ya kufika mwishoni kuna kitabu cha Yakobo chenye sura 5 sio kirefu sana. Yakobo 4:4 Biblia inasema mstari ule wa 4 anasema enyi wazinzi hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Mungu na dunia hawako upande mmoja. Mmoja yuko huku, mwingine yuko huku. Mambo ya Mungu na ufalme wake na hekima yake na kazi yake na maelekezo yake, neno lake, utumishi wake, vitu vyote vinavyohusu Kristo na kazi yake. Na mambo yaliyoko kwenye dunia hii tutafafanua ni mambo yapi. Lakini mambo yaliyomtajwa Biblia inasema na tamaa zake na kila kitu. Viko upande wa pili, viko kinyume. Sasa kulingana na neno la Mungu anasema ukisha kuwa mmoja wapo wa huku kwenye hii dunia automatically ndio umejifanya adui wa Mungu. Si ndicho alichotoka kusema? Wewe mwambie dunia hii imejawa na nini? Dunia imejawa na anasa. Imejawa na ukaidi na dhuluma. Dunia imejawa na rushwa. Dunia haina rushwa. Ukisha kuwa rafiki wa vitu kama hivyo au kwa upande unahesabika huko. Na hapa haongelei kwamba mtu uwezo kama umeokoka. Kuna Wakristo sijui idadi yao, sijui asilimia yao, lakini najua namba ipo ya watu waliookoka waliomwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini ni rafiki wa dunia. Kwa hiyo anakuwa ameandikishwa kwenye ufalme wa mbinguni ndio, lakini anafanya urafiki na dunia. Kwa hiyo anajikuta ameandikishwa kwenye ufalme wa mbinguni lakini sio rafiki wa Mungu. Kwani wewe niulize, tunapookolewa si tunaitwa ni wana wa Mungu kwa jinsi ya rohoni? Ndio sio? Ndio. Wana ni nini? Ni watoto wa maana yake, si ndio? Sasa ni watoto wote ambao ni rafiki wa wazazi wao? Sio wote. Sio wote kabisa. Na ni jambo baya kimsingi. Ni jambo baya, linaumiza. Na wakati mwingine uwezo kusema kwamba limetokana na watoto wabaya, linaweza ikatokana pia na wazazi wabaya au wote wabaya. Au wote wasio wabaya lakini kwa sababu tu ya kutokujua kweli wakajikuta hawako upande mmoja. Kwa hiyo kwamba sisi ni watoto wa Mungu au mtu anaweza kuwa ni mtoto wa Mungu hakumpi automatic kwamba moja kwa moja atakuwa ni rafiki wa Mungu. Na hasa atakapotaka kujifanya rafiki wa dunia. Yeye kila anasa ya dunia amejichimbia humo. Yeye kila maovu ya dunia amejichimbia humo, anajikuta amekuwa adui wa Mungu. Na hili somo la leo ambalo tunaona kitake rafiki wa dunia ni adui wa Kristo ni kama mwendelezo wa masomo ambayo tulikuwa tunasoma. Ningeweza kusema ni kama series fulani au tiririko fulani wa mahubiri, lakini sijaita series lakini yanafanana. Ni masomo yanayohusu tumekuwa tunaona wiki iliyopita, wiki ya nyuma na wiki ya nyuma zaidi. Ni kama somo la nne, lakini wiki ijayo hatusoma masomo ya namna hii. Masomo yanayohusu ni uelekeo upi tunakwenda. Kwa mfano kuna somo moja sikumbuki la wiki iliyopita wala nyuma zaidi. Tuliona kwamba njia inaenda upotevuni ni pana. Kwa nini? Ni njia inayoenda katika misingi na maelekezo ya duniani. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa amepotea, hayuko upande wa Mungu. Na hapo ni hasa tunapoongelea kukosa wokovu. Nadhani wewe ni Mkristo ambaye umeshajifunza neno kiasi kwamba unaweza kutofautisha kabisa mtu anaokolewaje na haki yake kufika kwenye uzima wa milele ipataje
Lakini kule kudumu katika mapenzi ya Mungu bila kuzuia kwamba amepata uzima wa milele. Nani kwa pamoja na mimi? Nafikiri wewe Wakristo wengi na viongozi wao na madini madhehebu yao hajui kabisa. Yanaamini kwamba labda ukitembea katika matendo mazuri, njia nzuri, ukajitenga na dunia labda ndipo unakuwa umepata uzima wa milele. Hapana. Ni vitu vizuri kuvifanya, vinaongeza hazina zetu mbinguni, vinafanya nini? Lakini uzima wa milele unapatikana kwa kitu kimoja, kumwamini na kumkiri Yesu Kristo. Amina. Wakati mwingine bila kujalisha tunayaishi maisha yetu katika mwili kiasi gani. Kwa sababu maisha ya mwilini ni kupanda na kushuka, kwa sababu kama ni matendo mazuri, niambie ni mtu yupi ambaye unaweza kuniambia kwamba maisha yake yote ni matendo mazuri tu. Unaweza kukutana na mtu mwema kabisa na nini, lakini ukisikia jinsi anavyosengenya watu huko nyuma amejificha, ukakata tamaa kabisa naye. Hata na mimi naye wahubiri hapa nikawaambia maneno ya Mungu, sijawahi kujikamilisha kwamba mwilini nina matendo mazuri yanayonisahilisha kwenda kufika mbele ya Kristo. Of course kuna matendo tunayatenda tunaweka hazina mbinguni. Yale mazuri tunaweka hazina mbinguni tukatumamini Yesu Kristo. Yale mabaya yanaweza akatupa fimbo ya Mungu, au basi Mungu akaamua akatupa msamaha. Nani kwa pamoja na mimi? Amina. Lakini haiondoi ukweli kwamba ulimwengu uko katika njia ya upotevu kwa sababu umeshikamana na dunia zaidi na inaunyima wokovu. Mtu mmoja akamuuliza sasa, bwana, watu wanaokolewa ni wachache. Akasema jitahidini kuingia kwenye njia nyembamba, mlango ulio mwembamba, ingieni kwenye wembamba. Wewe mtu anayepita kwenye mlango mwembamba, huwezi kuniambia kwamba ndiye mtu ambaye ni rafiki wa dunia. Rafiki wa dunia ni watu wanaopita kwenye mlango mpana. Ana sasa dunia ni zake. Kila takataka ya dunia ni yake. Na Biblia inasema sehemu nyingine inasema ni watu ambao wana tabia ya kujifurahisha katika maovu. Leo hii dunia ina promote, naomba define hilo neno nisifafanue. Au nilifafanue sijui. Inajenga, inafanya watu, kupromote kufanya nini? Ni kama kutia moyo au kuongeza nguvu katika jambo. Watu waishi katika mambo yasiyompendeza Mungu. Na moja linazaa jingine. Moja linazaa jingine. Ulevi unazaa uzinzi na uasherati. Ulevi unaweza kuzaa mtu mlevi, hatimaye akiangalia vibaya anaweza kujikuta anatoka kulewa pombe akalewa madawa kulevya, ndio sio? Akiwa analewa madawa kulevya anafika sehemu fulani hawezi karara bila kuvuta. Inabidi awe kibaka ili kusudi akienda kaiba redio ya mtu au TV ya mtu aweze kupata, hata kama redio ilikuwa inauzwa labda 100,000 au tuchukulie TV au laki wale, anaweza kaiuza hata shilingi 2,000 ili kusudi apate unga wa kuvuta usiku. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vimeshikana. Vimeshikana. Kwa hiyo tunaona katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 4, na anaanza neno wazinzi, hakumaanisha moja kwa moja, anaanza kana maanisha haina ubaya, lakini ukisoma muktadha wa somo lile anamaanisha watu wasio waamini. Uzinzi ni kukosa uaminifu, si ndio? Watu wasio waaminifu kwa Mungu wao. Kwa sababu Biblia inasema sisi ni bikira safi wa Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa ni watu wa Kristo halafu tukajikuta tunaongelea katika dunia na Mungu wao na Mungu wake shetani na kazi zake, basi Biblia ikitumia neno tumekuwa, mtu anakuwa amekuwa ni nani? Ni mzinzi, kwa sababu sio maaminifu tena kwa Mungu aliyemwita. Wao wa Kristo wengi sisi sio waaminifu kwa Mungu aliyetuita. Je, nimejitoa mimi moja kwa moja? Lakini napambana. Lakini nashindana. Na mtu wa kushindana naye mkubwa ni nani? Wa kwanza ni kushindana na mwili wako na nafsi yako. Kwa sababu tunai kuona kuna maadui watatu wa wanadamu. Sio wale tuliowasoma kwenye maadui watatu kwenye siasa za zamani. Zamani kuna maadui watatu: ujinga, maradhi na umaskini.
Baadaye ukaongezeka ufisadi. Wizi wa mali za umma. Hiyo ndio adui mkubwa. Yaani kuliko sasa hivi hata maradhi na umaskini. Inakwambia nchi kama Tanzania haiwezi kuwa maskini kama kusingokuwa na wizi wa mali za umma. Kwa hiyo adui wa umaskini nafasi yake kuchunguza vizuri ni ubadhirifu. Amehubiri siasa. Amehubiri uchumi wala sio siasa hii. Amina. Sasa twende kwenye somo huko hatuko. Kwa hiyo Mungu anataka tusonge mbele. Tusome kama kuendelea kufafanua wakati atuenda kwenye vipengele. Kwenye kitabu cha Luka mlango ule wa 10. Tulikuwa kwenye Yakobo. Tunaenda kwenye Luka 16:15. Luka 16. Mfungua hapo. Luka 16:15. Luka 16:15. Anasema akawaambia, huyo ni Yesu anasema, ninyi mnaojidai haki mbele za wanadamu. Kwanza hiyo ni tabia ya dunia, kujidai haki, kujidai uzuri, kujidai cheo, kuna watu wanajidai mimi ni usalama wa taifa. Ama kwa kujisingizia ama kwa kusema ukweli. Kujidai. Leo hii mtu akipata kazi kwenye ofisi ka serikali, anajidai kidogo. Anajidai kidogo. Hicho si ndio cheo hicho? Sisi tulifundishwa zamani kwenye siasa za zamani kwamba cheo ni dhamana. Dhamana ni kitu ambacho umedhaminiwa tu ukishike, sio mali yako. Lakini Mungu awajua mioyo yenu. Kwa kuwa hasa ndio nilikuwa napatafuta hapo. Kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo ndio bado Yakobo akasema, neno la Mungu limesema katika Yakobo, Roho Mtakatifu akasema. Lakini roho huyo anasema katika Luka hapa. Huko amesema kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Na huyu Luka anaendelea kusisitiza, anasema kitu kikiwa kimetukuka kwa wanadamu, hiyo ndo dunia, kinakuwa kwa Mungu ni machukizo. Hizi pande ziko pamoja. Kwa hiyo leo hii dini za wanadamu, Wakristo wanadhani hivyo vile vile kwamba wanaweza wakawa watu wa dunia wakawa na watu wa Mungu kwa pamoja. Haiwezekani. Hivi unawezaje ukasema nitakaa gizani ndani ya nuru? Vinakaa pamoja. Ukishakuwa kwenye nuru hauko gizani. Ukiwa gizani hauko kwenye nuru. Haviwezi kukaa pamoja. Kuna vitu ambavyo vinakubaliana vinaenda pamoja. Lakini kuna ambavyo haviendi pamoja, vimepingana. Biblia inasema dunia na Kristo, dunia na Mungu upande wa pili ni mbali. Wakristo wa leo hilo somo hawataki kulisikia. Wewe kuulize, wanapenda kulisikia? Wewe waambie hata mimi mwenyewe nikwambie kweli, hili somo haliniwii jepesi hata kidogo. Hivi mwenyewe Yesu aliposema kwamba anawaambia kina Petro, anasema ninaenda, angalieni tunapanda kwenda Yerusalemu. Na mwana wa Adamu atakamatwa, atateswa, atauawa na siku ya 3 baada ya siku ya 3 atafufuka. Hiyo ilikuwa somo. Lilikuwa jepesi kwake. Mbele kidogo Salia akasema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Naweza kusema ni kwamba tusikatae makatazo ya Mungu au neno la Mungu tu kwa vile labda linaonekana linaweza ikawa na ugumu. Hapana, ni kulipokea na kuishi nalo kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu. Amina. Na sio kuishi nalo, kulifanyia kazi. Wewe waambie kuna mambo duniani ni magumu kushindana nayo, kuna mengine ni mepesi, mtu anaamua. Hivi wewe waambie mtu anayetembea amevaa nusu uchi, unaweza kuniambia kwamba amehangaika sana kupambana nimemuia ngumu kweli kweli? Lakini anamuudhi Mungu kiasi gani? Lile litakalo kusumbua Mungu anajua namna. Biblia inasema Mungu hajawahi kutuweka katika majaribu yanayoshinda nafsi zetu.
Lakini yale tunayoyaweza na kuyachukia na kuyashinda na kuambia wengine tuyafanye. Ukishinda moja na la pili utalishinda. Haya. Leo hii kuna wanaume wengi maisha yao ni baa. Ndani ya baa kuna vitu vingi vinafuata kule. Unaweza kuniambia kwamba amehangaika sana kushindana yani bora hata nisiambie kwa sababu ni kitu kisichowezekana. Ni vitu vinawezekana kabisa. Ni vitu vinawezekana kabisa. Kujituni kidogo. Hebu niulize, baada duniani sio duniani? Kwa lugha ya taswira ya Biblia. Unaweza ukawa rafiki wa baa ukawa na rafiki wa Mungu? Impossible. Sasa mimi niliakuja hapa nikahubiri haya nikayasoma kwenye Biblia. Sio kazi rahisi kuyapata haya maneno yote nikaleta hapa. Kwanza kule kupata kichwa tu sio kazi rahisi. Lakini kupata mistari mingi na hoja yote na tunayahubiri mpaka saa zima inaanza kupita bado tumeshindwa kuyamaliza. Na mwingine ambaye atakuja hapo aanze mimi niliwahi kukutana na mhubiri ananiambia wewe bwana una miaka mingi iliyopita unaanza kuzeeka inabidi ujali uso wako uanze kuona yani ndio somo lake uanze kuona piga nani ile inaitwaje fashion nikasema bwana mimi mambo hayo sioni kama ni sahihi. Shauri yako wewe ni mchungaji unanifundisha nini? Kutembea eti nimechubua uso kweli? Sasa ukishaanza kuchubua uso utaanza kutumia na nani? Na cream. Watakwambia hapana. Kuna mambo ambayo wewe simsemee Mungu. Lakini naamini Biblia inasema kwa sababu sauti ya Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza hata akakusamehe. Lakini ni maamuzi yake. Kazi yetu ni kusema kweli yote. Sasa atakachoamua kwamba hiki nimsamehe. Vipi nimewaudhi mbona mmekuwa na kimya kama cha Mafarisayo? Amen. Watu tunaona kwamba lililotukuka mbele za wanadamu maana yake linalo changamsha dunia ndio maana yake kwa Mungu inakuwa ni machukizo havishikani. Hawashikani pande hizi haziko pamoja. Tutoe mfano. Tuanze kwa mfano ningeweza kusema nimetoa mfano ya wanaume, nimesoma mfano wa wanawake wanavaa nusu uchi sasa na wanaume. Hivi kwa mfano wanaume ambao unamkuta anatembea siku hizi wanashindana na wake zao au dada zao kusuka nywele. Unaweza kuniambia kwamba ni jaribu kubwa sana nimemshinda kupambana ninampa shida. Lakini ni dunia mkubwa sana unaomnyima kibali cha Mungu kwenye maisha yake. Hebu niambie ni aje mhubiri aje kukuhubiria akiwa amesuka nywele zake mwanaume ameweka na marasta ya na manani siku hizi ni nywele ni human hair ni nini bwana viko vipi atakuwa anapendeza Mungu kusimama kwenye madhabahu wewe kwambia kitu ambacho hakipendezi madhabahuni hakipendezi na mtaani tena bora tena mtaani sisi ndio barua ya Kristo ndio Biblia wanakotusoma huko kuna majaribu mengine kwa mfano unaweza kuishi katikati ya watu ni wape mfano sehemu ambayo ni dunia. Duniani kuna watu wanakuwa hawaelewani hawasalimiani vizuri. Ndio sio ni dunia. Unaweza kujikuta kuna mtu au watu au sehemu kwa hujikuti ni vyepesi kusalimiana na wale watu kwa sababu ya vimbuli vyao au na cha kwako vinakutana vinaungana, si ndio? Hicho unaweza kuniambia kwamba ni hicho kinaweza kaa kigumu kwa sababu kinahusisha watu wawili. Lakini cha mtu kwenda baa ni cha kwako peke yako unaweza ukakishinda. Mungu anaweza kukusamehe kwamba ukusalimiana na watu wawili watatu mtaani lakini haitakuwa vyepesi kusamehe kwamba nyumbani kwako wanalala kabla hujafika ukiwa baa alafu unasema nilikuwa kazini. Kwani
mfano, nilikuwa natoa mfano wa watu mbalimbali, wanaume, wanawake. Twende hata kwa wahubiri wa Injili. Twende katika kitabu cha Luka mlango wa tulikuwa Luka 16, twende kwenye Luka 3. Luka 3 anasema. Luka 3 anasema. Mstari ule wa 7 mpaka 9 anasema. Luka 3:7-9. Luka 3:7-9. Simeshafika. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyooka na palipoparuzika patalainishwa, na wote wenye mwili wataona wokovu wa Mungu. Huyo ni maneno alikuwa anahubiri Yohana Mbatizaji. Mstari wa 7 ndio na utafuta sema. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka. Ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa kuwa nawaambia kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Huyu mhubiri ni mhubiri wa kidunia huyu. Haya mahubiri ndio wahubiri wa dunia wanachohubiri? Hapana. Manabii waliosambaa na kuenea Dar es Salaam, Tanzania na dunia. Ndicho anachohubiri. Anafika anaambia hivi wazao wa nyoka. Ngoja nikwambie, hata akiwaambia wazao wa nyoka atakuwa amewatukana bure. Kwa sababu maisha yake ndio nyoka wa kwanza. Siwezi nikatoka hapa. Wewe Yohana Mbatizaji alikuwa na haki ya kusema mazao ya nyoka. Lakini hata mimi kama mimi, maisha yangu sio matakatifu ya kufika kiwango cha Yohana Mbatizaji kiasi kwamba niweze kuambia watu ndio wahubiria wazao wa nyoka. Kiukweli. Lakini sitawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa, naona hapa Mungu. Leo hii Mungu akija anatuchukua wote, tunaenda kukaa na Yesu Kristo. Na makando yetu yote hayo. Kwa nini usiwafundishe watu habari za kujitakasa? Amina. Yohana Mbatizaji anawaambia msipokuwa makini mashoka yameshaandaliwa. Maana yake hukumu ya Mungu iko njiani inakuja. Ndio anachosema. Ni maovu. Hapana. Kama maovu ni na kumtafuta Yohana kama mtampata. Sio mimi nimesoma maneno yake. Mimi naambia siwezi nikayahubiri mpaka niyasome. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mhubiri alikuwa hayuko upande wa dunia. Sasa tuone Yesu Kristo anavyomuona kwamba je, huyu mtu alikuwa anawaudhi watu wa dunia, alikuwa anawafurahisha watu wa dunia. Alikuwa anawaudhi, si ndio? Kwa sababu anawaambia maovu yao. Si ndio? Yesu anasema ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, unanichukia mimi. Yesu mwenyewe anasema Yohana 7:7. Kwa sababu mimi ninaushuhudia ulimwengu na dunia maovu yake. Nawaambia hapa sio sawa, hapa ni makosa. Wewe wahubiri wao leo hawawezi wakashuhudia watu makosa yao. Kwanza akiwa anahubiri unaona kama yeye anavyojihesabia, anajiona kama kuna watu wamepotoka wapo sijui wako wapi, lakini yeye ni mkamilifu. Wana tabia hii. Wewe Yesu aliyemwamini Bwana Yesu Kristo ni mkamilifu kwa jinsi ya roho, lakini miili yetu ni midhaifu. Mpaka Paulo anasema hivi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa uharibifu? Oh, how a wretched man I am. Yani ni mtu mimi Paulo na ukamilifu wake tunaouona, lakini anasema mimi mwenyewe ninajiona sijakamilika. Yesu anasema na kaza mwendo kila itwapo leo.
Lakini huwezi kukaza mwendo kwa kufumia maovu na kujaribu kujichanganya na dunia. Unakaza mwendo ukiwa unaendelea kujichanganya na kuzama ndani ya dunia. Hapana, ukiwa unajingoa kutoka ndani ya dunia. Ndio kukaza mwendo. Nani anapenda kukaza mwendo? Amina. Amina. Kaza mwendo. Dunia sio nyepesi. Kaza buti. Amina. Kaza buti, pambana. Pambana. Kwa hebu angalia ushuhuda huyu nabii ambayo amejitenga na dunia, anasema maovu ya dunia, anawaambia, anawaita majoka, ana watoto wa majoka, anawaambia shoka ziko tayari zinaenda kungoa miti hii, maana yake kungoa wanadamu. Sehemu nyingine anasema anakuja mtu ambaye atakuja kusafisha. Ana moto. Na pepeto lake liko mkononi mwake, anasema baadhi Yesu alikuwa anakuja nyuma yake. Sasa ngoja tuone Yesu Kristo. Anamuona yeye ni huyu Yohana Mbatizaji. Dunia ilikuwa inamuonaje? Mzuri, mbaya? Mbaya. Dunia ilikuwa inamuona mbaya. Hivi mnadhani dunia inanionaje? Mimi naniona mzuri? Hapana. Mbaya, najijua. Wala hutaki kuniambia, najijua. Taniona mbaya. I don't care. Luka 7, tuone huyu anayeonekana duniani ni mbaya na washutumu, anawaambia maovu yao, na yeye mwenyewe sio kwamba alikuwa mkamilifu, kwa sababu mbele kidogo alifika sehemu fulani akapungukiwa hata na imani, akaanza kuhoji habari za Yesu Kristo. Lakini ndiko kupambana. Leo nikianguka leo, kesho nisimame. Wewe Mkristo mzuri ni yule anayeanguka leo kesho akasimama. Au anaanguka leo anasimama leo. Mwenye haki, Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, mwenye haki huanguka mara 7 na kusimama. Mtuone Yesu anavyo, dunia inamuona ni mbaya. Sasa tuone mfano wake anavyokuwa duniani kwa mbele za Mungu. Luka 7:24 mpaka 28. Biblia inasema basi, Luka 7, kwa sababu ulikuwa kwenye Luka uwezo kwa mbali sana. Basi wajumbe wa Yohana walipokwisha kuondoka, alianza kuwaambia, huyo ni Yesu anaanza kuambia makutano habari za Yohana. Walikuwa wametoka kwa Yohana, wamekuja kwa Yesu, habari walikuwa kuna ujumbe ametumwa na Yohana kwenda kuongea na Yesu. Wakaongea, basi wakapata ujumbe, wakaondoka na kumrudishia Yohana majibu. Huko gerezani alikuwa amefungiwa. Kwa sababu Yohana alikuwa hana uwezo wa kuja tena kwa Yesu, alishafungwa na Herode. Sasa akatuma wanafunzi wake ambao walikuwa wako huru, nendeni kwa Yesu mkamwambie vitu fulani, alafu atawapa majibu nirudishie. Sasa walipokishapata majibu akaondoka, Yesu anaanza kuhubiri kuhusu habari za hao watu na Yohana Mbatizaji. Yesu sio kwamba wewe mwambie leo hii ukiwa na mtu akishaondoka watu wanaanza kumsengenya. Niwahi kuona badala imeandikwa ondoka useme. Lakini Yesu walipoondoka alianza kuwasifia na Yohana wao. Sikiliza alichofanya. Basi wajumbe wa Yohana walipokwisha kuondoka, alianza kuwaambia makutano habari za Yohana. Angekuwa mwanadamu angeanza kusengenya. Huyo Yohana mwenyewe anatuma wajumbe ni nini? Na kitu. Lakini Yesu akaanza kumsifu. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Anawauliza wale watu. Unyasi ukitikiswa na upepo. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Jueni watu wenye mavazi ya utukufu wanaokula raha wapo katika majumba ya kifalme. Wako ikuru, wako kwenye mawizara. Amina. Wako kwenye madini hao makubwa, kwenye manani makathedro hayo. Maparokia hayo. Umeona wana viwanda vya mvinyo. Magari yanajaza mapombe kutoka Urusi na Ufaransa na Italia. Anasema Yohana Mbatizaji hivyo vitu hakuwa navyo. Yohana Mbatizaji kwanza hakuwa na dunia, hakukaa duniani na alikuwa nyikani. Anasema anaendelea mstari wa 26 anasema lakini mlitoka kwenda kuona nini? Nabii. Naam, nawaambia na aliye zaidi ya nabii. Anasema huyu Yohana ambaye dunia inamuona si chochote, si lolote, kwangu mimi namuona
sio nabii tu peke yake. Ninyi mnadhani nabii ni zaidi ya nabii. Maana akisha kuwa adui wa dunia anakuwa rafiki wa Mungu. Mungu anampa cheo, anampandisha, anamuinua. Anasema zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikwa haya, tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako. Nami nawaambia katika wale waliozaliwa na wanawake hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni mkuu kuliko yeye. Anasema huyo Yohana ambaye dunia inamdharau, inamdhalilisha, haitaki kumsikia, huyo ni mkuu kuliko wote waliozaliwa. Wewe mtaki, nafikiri somo hiki kipande cha maandiko kinaweza kukuelewesha ni ukisha kwa upande upi, upande wa pili hukubalika. Yohana alikuwa anakubalika upande wa Mungu? Ndio. Upande wa dunia? Hapana. Kwa hiyo ukisha kubalika huku nakataliwa. Wewe mtu ambaye anaenda baa hata nyumbani kwake hajaacha chumvi au hajaacha hata mafuta. Chumvi sio ngumu, inapatikana kwa bei, lakini hajaacha hata mafuta ya kutokosea ukaangia. Akaenda kawapiga raundi. Tena anawapiga raundi kwa mshahara wa kukopea. Wewe dunia itampenda. Itampa cheo, itamsifu. 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 Tunaangalia somo linalosema rafiki wa dunia ni adui wa Kristo, ni adui wa Mungu. Hebu tuangalie vipengele kadhaa. Sio vingi. Kama vitatu vya mstari sio vingi sana. Anasema kipengele cha kwanza kinasema ukiipenda dunia huwezi kumpenda Yesu. Havipendeki pamoja. Unaweza ukapenda pombe ukapenda na Yesu? No. Unaweza ukapenda anasa nyingi zilizo za dunia hii ukapenda na Yesu? Haipo. Sasa kama huku unapenda na huku unapenda au unachukia, huoni kwamba rafiki ukiwa upande mmoja huwezi kuwa upande wa pili ambao ndio somo la leo? Tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza, zile nyaraka mwishoni mwa Agano Jipya kuna zile nyaraka zile fupi. Yohana wa kwanza mlango wa pili. Mistari mizito sana. Kristo wa kweli kabisa, mimi ningetamani ningekuwa na Mkristo anayeweza kukumbuka mistari kama hii. Hata kama haweza kaitamka kinywani moja kwa moja, lakini ujumbe na ujua na unapatikana wapi. Huo ndio Kristo. Kwa kweli ukifikia hiyo hatua anza kumshukuru Mungu. Mistari kama hii ukawa unakumbuka iko wapi na liko wapi. Kwa sababu ni nyenzo, ni zana muhimu katika Ukristo wangu na wa kwako. Mimi nasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 15 anasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Haya maneno hayana tofauti na aliyoandika. Kwa sababu maandishi ni moja, Roho Mtakatifu wa Mungu. Hoja ni moja, lugha inayotumika tu ni tofauti. Vitenzi na nini, lakini ujumbe ni huu moja. Huko anasema enyi wazinzi, hiyo Yakobo. Tulipofungulia, enyi wazinzi, hamjui kwamba kumpenda Mungu ukimpenda Mungu, ukipenda dunia utakuwa rafiki adui wa Mungu. Ukipenda dunia unakuwa adui wa Mungu. Na yeye anaisema hapa Yohana, mbaki wewe kwa Yakobo. Yohana anasema mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Na uzuri wa hii mistari inafafanua, ambayo sioni sababu ya kwenda kufafanua zaidi ya hii mistari. Anafafanua kuipenda dunia na kufanya nini. Ndio anasema maana. Neno maana ni kama muendelezo wa kuelezea zaidi jambo. Maana kile kilichomo duniani ambacho ndio kinapendwa sasa, ambacho kikipenda humpendi Mungu hata kidogo. Maana kila kilichoko duniani, yani tamaa ya mwili. Sasa tamaa ya mwili unaweza kutengeneza orodha ukajaza karatasi. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho. Haya macho rafiki yangu wewe aone yanatamani vitu hivi. Na kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima ni kule kujiona uzuri wako.
Unini? Ujana wako. Nini? Elimu yako. Nini? Utajiri wako. Hivyo vyote ni viburi vya uzima. Unajua kuna watu wengine mpaka wanajisifu afya zao. Na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia. Kwa hiyo unaona kwamba vitu vinatokana na baba, vitu vinavyotokana na baba nini? Actually nafikiri ndio masomo yanayofuata. Ni mazao ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, upendo, furaha, amani, kiasi, vitu kama hivyo, uvumilivu, Lakini vinavyotokana na dunia nini? Ni tamaa. Vinatoka duniani, inazalisha. Leo hii dunia inazalisha vitu vingi vyenye kutamanisha. Inazalisha mavazi mabaya kile itwapo leo. Mitindo inayozaliwa ya uvaaji duniani ni michache. Mingi. Je, inaleta upendo wa Mungu? Hapana. Hamna. Anasema na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vinatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Hivi vitu vya dunia vinaweza vikanivuta sana, vina nguvu sana, lakini anatukumbusha kwamba havidumu sana. Havidumu sana. Vitu vingi vya dunia havidumu sana. Ndio. Cheo hakidumu sana. Kulikuwa kuna mtu mkubwa hapa Afrika, alikuwa anaitwa Gaddafi. Mazingira ya kufia ilikuwa ni ya kishenzi kweli. Ya tabu kweli. Kwa mwingine sio kwamba nasifu aliyemua, hapana. Waacha wafu wazikane, wanazikana wao. Nataka kuamini kwamba vitu vya dunia na vya Mungu, hivi vya dunia ni vya muda. Vina tabia ya kupita haraka. Soma katika kitabu cha Timotheo wa pili. Hebu angalia mtu anapoipenda dunia, tuone kama mtu akishaipenda dunia anadumu katika utumishi wa Mungu na kazi ya Mungu. Utakuta hapana. Haviko pamoja. Tuko tunaangalia somo linalosema rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Ni adui wa Kristo. Kusoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 9. Anasema hivi: jitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu na dunia ni kitu kimoja kimsingi Biblia. Hapa tuongelee jiografia yake, tuongelea mambo ya maisha yaliyomo. Akasafiri kwenda Tesalonike. Yana alienda kula bata. Hakuwa ameenda. Ukimwacha Paulo maana yake umeondoka. Sio kama umeenda kutumika tena. Akasafiri kwenda Tesalonike. Kleske amekwenda Galatia. Yaani wametawanyika, wanaitafuta dunia huko. Tito amekwenda Dalmatia. Inawezekana Tito utumishi wake hatujui, lakini mwingi ulikuwa alidumu nao. Labda alikuwa ameondoka kikazi. Luka peke yake yuko hapa pamoja nami. Umtwae Marko umlete pamoja nawe, maana alifaa kwa utumishi. Paulo anasema kuna watu wametoka kwenye utumishi wa Mungu, wamejiondokea, wameniacha. Na kilichowavuta ni dunia. Nisisitiza au umeelewa? Mstari wa 10, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu sasa. Ukisha upenda ulimwengu unamwacha Mungu na kazi yake. Bila sema. Ukipendezwa na fashion za dunia hii. Na zile fashion wakati mwingine, wewe shetani hakuletea vitu ambacho ukiona kabisa moja kwa moja ni kibaya. Anakuletea kitu ambacho unaona hamna shida. Kwani hii movie ina shida gani? Tunajifunza tu maisha ya dunia. Lakini tuambie, na kwa nini nimesema kwamba watu wasiangalie movie? Nadhani kuchukua tahadhari. Na hata ukiangalia vitu vingine unaweza kuviangalia.
Na vitu vingine unaweza kuviangalia. Unajua kuna mtu anaenda anakaa sehemu anaangalia kumbe yuko kwenye simu yake. Amesema niko naangalia tuna enjoy. Unajua kuna watu wanaenda beach lakini yuko beach na simu yake. Yaani unaona akili yake haiko kwenye kinachoendelea pale beach, yuko tu kwenye mambo mengine. Sio kama nasifu, natoa mfano kwamba unaweza ukawa unaangalia kitu hata hizo movie hata hivyo vitu vingine lakini usivitilie maanani. Yaani inaweza kama ni kupass time unasubiri mtu afike. Usitilie maanani hapa. Kweli. Nasema katika Wakorintho wa pili. Leo tulikuwa kwenye Wakorintho wa pili. By the way kitabu cha Wakorintho wa pili almost tumeshakimaliza bado masomo mawili. Ni furaha kubwa katika hilo. Wakorintho wa pili 6 mstari tuanzie ule wa hata 17 nasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema Bwana msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wana wa kike wa kiume na wa kike asema Bwana Mwenyezi. Anasema ili kusudi tuwe upande wake atupokee kama wanae wanaompendeza tuwe na tabia ya kung'oka kutoka kwenye dunia. Tokeni kati yao kajitenge nao. Na hana maana kwamba kujitenga nao ni kwamba uende ukakae labda mlimani fulani usionekane nyumbani. Sicho anachosema. Hana maana kwamba mawazo yetu, maneno yetu, fikra zetu, nini na tamaa na vionjo vya miili yetu viwe vimeachana kwa sehemu kubwa na vile vya watu wa duniani. Anasema nimewachagua ninyi sio wa dunia lakini mko duniani. Na Mungu anasema tubaki duniani kusudi tuwe chumvi tukakoleze. Hivi kwa kuuliza unaweza ukajipima kwamba kuna sehemu umekuwa chumvi kwenye maisha yako. Au unaweza kujikuta umekuwa nani? Kuna zile mboga zinaitwa mchunga chungu. Au nyanya chungu. Kwa hiyo tuwe chumvi. Lakini ujue tuliopata ni kwamba ili kusudi tuwe upande wa Mungu tutoke kati yao tukatengwe nao. Nasema Bwana ili kusudi mweze kuwa vijana wangu na mabinti zangu. Amina. Hebu tuone kwa tunaona kipengele cha kwanza kumpenda uwezo kuvipenda kwa pamoja. Haviendani pamoja. Lazima vitofu. Kimoja uwe upande mmoja au mwingine. Kristo shida la sisi wa Kristo ni kujaribu kuvifitisha pamoja vitu ambavyo haviko pamoja. Mtume mifano tu mitume na manabii. Mfano kwanza kushatoa kwanza ulikuwa ni mtu kama Yohana Mbatizaji lakini tuende mitume na manabii wa Bwana walitengwa na dunia ili kusudi wakae na Mungu wao. Na kutengwa na dunia nishasema tena mtu ambaye anataka kwenda kukaa peke yake huko hapana. Mungu anataka tukae katikati yao ili kusudi tuwe nuru lakini tutende ya kwao. Mungu anataka kabisa. Lakini vile vile sio kusema kwamba toke hapa twende katika nyumba za makahaba ili kusudi tuwe nuru kwenye makahaba. Bali kuna giza la kutosha hata kupeleka nuru yako haitang'aa. Ni dunia hii ya kawaida barabarani, makazini, majumbani na nini. Huko Mungu anasema tubaki msiba wao uwe msiba wetu, harusi yao harusi yetu na nini lakini tusivutwe na mambo yao. Sasa Wakristo kinyume chao badala ya wao wavute watu kwenda kwa Kristo wanavutwa. Dunia inavutwa na Wakristo wanaomfuata Kristo au Wakristo wanaomfuata Kristo wanavutwa na dunia na fashion zake. Sio kitu kizuri. Wewe kwambie sio lazima ufuate kila fashion ya kuvaa uchi ili kusudi uweze kuishi duniani. Unaweza kuzishinda. Wewe wape siri mabinti mlioko hapa. Na ninyi mnaotufuatia kutoka mbali. Lengo sisi kama kuna binti ambaye anapenda asiwe na haiba ya kupendezwa na kuvutia hata kwa marafiki zake. Ili yani nawaambia kiukweli ili kusudi uweze kuwa na ile haiba ya kuvutia na nini vaa na kujisitiri mwili wako.
Ile haiba inaongezeka. Wewe hakuna suruali inaweza kukusitiri maungo yako ya nyuma. Ukitembea mbele watu wanakuona kwa kuangalia pale nyuma. Haipo. Na ndio sababu Mungu sio mjinga, alisema kwamba mtasivae mavazi ya upande wa pili. Wanaume sivae wa kike, hakika sio yake. Alijua. Hao nimepita haraka badala kuwaelewesha nimewapotosha au nimewapoteza. Kwa hiyo tunaona manabii wa zamani nipite haraka kwa pamoja halafu ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 Mungu anasema hivi watu wa Mungu kwanza Ibrahim mwenyewe alikuwa nabii. Mungu anasema ni nabii. Hebu tumwangalie Ibrahimu maisha yake yalikuwaje. Anasema katika kitabu cha Mwanzo 12 hawa ni watu mifano mizuri iliyompendeza Mungu. Mlango wa 12 anasema Bwana akamwambia Ibrahim mstari wa kwanza, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, na mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukuza jina lako na uwe baraka, na mimi nitawabariki kwa kubariki. Mungu anasema ni mpaka nitakapokutoa katikati yao. Na hii ilikuwa ni taswira tu. Mungu hajasema kwamba tutoke kwenye familia zetu kama labda umezaliwa Dar es Salaam utoke uende mbali. Hiyo ni taswira, lugha ya picha. Lakini lugha kamili imeelezwa kwenye Biblia kutoka maana yake nini? Ni kutokushiriki katika tamaa zao. Wanasema nimewachagua mwe duniani lakini sio wa dunia hii, lakini mbaki katika dunia. Na siwaombe mtoke katika dunia. Yesu alisema. Na Paulo anasema ninaweza nikatoka nikaondoka nikaa na Kristo, naweza nikakaa hapa duniani lakini sijui niomba ninachokiomba, lakini kwa ajili ya kazi ya Mungu nitatamani niendelee kubaki hapa duniani mpaka baadaye sana. Amina. Kwa hiyo tunaona Ibrahimu taswira yake ni kutoka katikati ya jamaa zake zema ambapo inaonekana alikuwa anapotoka aende kusudi aweze kuanza upendo na Mungu wake. Hiyo ni lugha ya kuondoka ya kutoka. Kukaa upande kwenda upande wa Mungu kutoka upande wa dunia alikuwa anakaa nayo. Lakini tukisoma katika Zaburi ya kwanza tu. Kitabu cha Zaburi tumekisogeza nakumbuka kuna kipindi tunaanza Zaburi. Juzi tumesoma Zaburi ya 22 Ni neema ya Mungu sura 22 sio nyepesi. Lakini Zaburi ya kwanza nakumbuka wakati tunaanza kuihubiri naona kama sio zamani sana. Anasema heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Dunia ni njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani penye miza, yani maana yake hafanyi kituo na kikao pamoja nao. Hayuko nao katika mipira yao hayuko nao katika mitoko yao ya kwenda kufanya kila wanachotaka. Lakini Mungu anasema nini? Mungu hajatuzuia tusiwe nao katika harusi zao. Hajatuzuia tusiwe na dunia katika misiba yao. Hajatuzuia tusiwe nao katika ujirani mwema. Huko kote tuko Mungu anasema actually tufanye zaidi. Kwa tunaona ili kusudi tuwe na heri, ili kusudi Mungu atuhesabu kama ni watu wake, tusikae katika kikao cha wasio haki. Haya ndio makundi ya WhatsApp ambayo yanashinda yamejawa na usengenyaji. Na maneno tu ya kipuzi tu. Unakuta mtu analeta jamani anaweka picha pale na tutafika mbinguni tumechoka. Mbinguni unaelekea saa ngapi? Sijali anasema maneno ya kipuzi. Huo ni msemo wa kweli huo? Tumefika mbinguni umechoka vipi? Mbinguni mnaendaje? Hivi mbinguni unaenda? Njia. Filipo mwenyewe alikuwa hajui namna ya kwenda mbinguni. Anasema tuonyeshe njia. Yesu anasema Filipo hujui njia? Kuna msemo mwingine wala haivutii. Yaani ya kijinga. Yeremia 15. Kwa hiyo tunaona Ayubu, Daudi akinena katika Zaburi. Tumeona Ibrahimu ni habari ya kutoka, ni kutokukaa katika vikao vyao na vya kunywa na kuchafua na kufanya nini. Ukisoma kwenye Yeremia choke unasoma neno la Mungu. Kichoka utachoka baada ya hapo.
Yeremia 15:15 anasema Bwana unajua wewe unajua wewe anasema Mungu unajua. Unikumbuke. Nimesema msome 17. Huko ni nyuma sana. Tuanze 17. Anasema sikuketi katika mkutano wao wanaojifurahisha. Mkutano wanaojifurahisha unaweza kuweka vitu gani? Watu wanaojifurahisha kwenye mikutano. Waanze kwenye magrupu ya WhatsApp wanapoongea takataka kibao. Lakini toka huko kwenye makundi ya kwenye mtandao, social networks. Njoo kwenye burudani zao. Kwenye night club zao. Hiyo ni mikutano ya kujifurahisha. Ulevi, makundi yao ya kilevi. Hata makundi yao ya umbea. Unaweza kukuta mtaa fulani ukakuta kuna kikundi cha umbea ambacho huwezi kuingia humo mpaka na wewe uanze kuchangia umbea. Vinginevyo hawatakupokea ukakaa nao. Na asema uongo mpaka uwe sehemu yao. La sivyo unakuwa uko pembeni. Yeremia anasema mimi nilijikuta sikuwa katikati yao. Anasema hivi. Sikuketi katika mkutano wao wanaojifurahisha wala sikufurahi na aliketi peke yangu kwa sababu ya mkono wako kwa maana umenijaza ghadhabu. Kwa hiyo alikuwa na zaidi ya hapo lakini na ghadhabu inakuwepo wakati mwingine, ghadhabu ya kuchukizwa na mabaya. Kwa hivyo ukitaka kujitenga na mabaya ya dunia hii haitakiwi kuishia hapo, inatakiwa baada ya hapo uone ghadhabu na ubaya wake. Ukiongea au uongee unaibwekea kama hivi tunavyofanya hivi. Yeremia anasema mimi nilijazwa ghadhabu. Kutengwa alafu na kuchukia vile vitu nilivyojitenga navyo. Mathayo 19 sina muda wa kuisoma kwa undani lakini ni kitabu tunakijua. Ukisoma mstari wa 27 mpaka 29 Petro alimwambia Bwana, anasema Bwana alimwambia Yesu. Sisi tumeacha vyote. Hii dunia hatuifaidi kivile. Sasa tutapata nini? Of course Yesu hakumwacha bure. Alimwambia sema tutapata mara 100 katika ulimwengu huu. Tutawapa afya njema, nitawabariki katika hili, tutawapa jina lenye kuheshimika na nini na azima na katika uzima wa milele. Uzima wa milele na asema mtakaa katika viti vya hukumu. Maana yake mtapata vyeo huko. Kwa hiyo kama umejitenga na vyeo vya dhuluma vya duniani, Mungu anasema nitakuandalia vya kwangu huko mbinguni. Amina. Jamani tuwe na imani na Mungu wetu. Amina. Si ndio? Wafilipi 3:7 mpaka 8 naomba nisisome kwa sababu ni tatu Wafilipi tushakubiri watu tunakumbuka ule ujumbe. Paulo anasema mimi mambo yote ya dunia, sifa za dunia, vyo vya dunia, vitu ambavyo vilikuwa vinanifanya nifiti ndani ya dunia, niliamua nivihesabu kuwa hasara kwa ajili ya uzuri wao katika Kristo. Kwa hiyo unaona kwamba huwezi ukavishikilia vile vitu alafu ukamshika Kristo aliyekuwa ambaye hakujaribu. Maana yake aliyekuwa navyo angeweza kufanya ni Paulo, lakini akasema ilibidi hivi niviachilie viwe hasara vya vyangu, sifa zangu, labda na makazi yake, na furaha zake na makundi yake ya washikaji na nini akaachana nayo, ikabidi aanze kuingia katika mzozo wa injili. Ili kusudi apokelewe na Mungu. Tunaangalia sio unasema ukiwa rafiki, aliacha marafiki zake akaja kuwa rafiki wa Mungu. Amina. Asema nilivihesabu kuwa hasara na vihesabu kuwa mavi. Natumia neno ngumu sana. Filipi 3:7 na 8. Kolosai anasema iwapo tumefufuliwa na Kristo tuvitazame vya mbinguni, sio vitu vile katika nchi. Yaani tuamue twende upande wa Kristo na vitu vyake ambavyo ni vya uzima wa milele vya mbinguni. Tusiangalie vya dunia hii. Anasema katika Kolosai 3:5. Kwenye Ibrania hii sitaihubiri nayo, kitabu cha Ibrania tushakisoma. Ibrania 11:32 mpaka 40 anaongelea watu ambao lazima hawakuishi katika nyumba nzuri, walikatwa kwa misumeno, waliteswa. Lazima lengo kubwa alitaka tu wahesabiwe haki ya Mungu wao. Amina.
Sina muda kwenda huko, ni maneno marefu sana. Nataka nimalize hii mistari hiyo baki. Moja mwisho nasema lazima kuchagua upande. Huwezi ukawa na vyovyote. Mathayo 6:20 Mathayo ndio tushaisoma. Mathayo 6:20 anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ukitaka kutumikia ndio kuwa rafiki wa hiyo upande. Angeweza kusema hakuna mtu awezaye kuwa rafiki wa mabwana wawili ambao hawako upande mmoja. Yaani uwe rafiki wa huyu na rafiki wa huyu kwa pamoja tutakuwa ndumia kuwili. Wakristo hivi nikisema siku moja nikuhubiri injili inayosema somo linalosema kwamba Wakristo ni ndumia kuwili. Nitakuwa nimepata somo zuri au baya? Zuri. Hakuna lazima kuchagua upande, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo mali au pesa ndicho hasa kiini cha mambo ya dunia. Na vitu vingine vyote na tamaa na nini na anasa vinakuja kwa sababu kuna mali na pesa. Kusoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 14 sina muda kwenda huko tena na mwenyewe nishachoka nimeambia na mafua haya nasumbua lakini ngoja nielewe Ufunuo 3:14 Mungu alikuwa anaongea na kanisa la Laodikia kanisa la uvuguvugu anasema ninyi ni uvuguvugu hamjaamua ama muwe moto upande mmoja ama mwe baridi upande mwingine mnataka kote tu kwenye joto mpo na kwenye baridi mpo. Hiyo ina tofauti sana na kuwa kwa Mungu na kuwa kwenye dunia. Wewe wajue jinsi unavyoenda kumkaribia Mungu wako na kujifunza jitahidi kuchagua upande kwa upande wa moto na baridi kama umeamua kwa upande wa baridi lakini tusiwe katikati vuguvugu ni hakuna upande. Na tumalize kwa kusoma mstari ule wa 22 ana Ufunuo 22 samani tumalize kwa kusoma Ufunuo 22 anasema hivi Ufunuo 22 mstari mwingine sikuisoma lakini nimeeleza hoja zake Ufunuo mlango wa mwisho wa Biblia Ufunuo 22 mstari wa 11 anasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu na mwenye uchafu na azidi kwa uchafu. Anasema upande wa dunia ndio huu. Umejawa na uchafu, umejaa na dhuluma. Hiyo ndio dunia. Kikaa humo ukawa rafiki wa hao, dumu tu humo. Haja, kwani amesema kwa mwenye kudhulumu aache? Anasema mwenye kudhulumu aendelee. Nisichotaka asiendelee kudhulumu alafu akataka kuja kwenye upande wa pili wa ukamilifu. Kama akiamua kuacha aache aje huku kwingine. Ndio anachomalizia anasema hivi. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu sana kudhulumu na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Na mwenye haki azidi kufanya haki na mtakatifu azidi kutakaswa. Anasema wa upande wa huku aendelee huku na wa huku na aendelee huku. Nisichotaka ni kwamba uendelee kuwa huku kesho na huku unakuwa kuna huku na huku. Ndicho ninachosema ukitaka kuwa rafiki wa Mungu tulia upande wa rafiki wa Mungu ijulikane. Na ukiamua kwamba rafiki wa Mungu nimemwacha nitakuwa upande wa adui wa Mungu au rafiki wa dunia basi kaa kwenye dunia inapojulikana. Si ndicho alichosema? Au sicho alichosema? Basi Mungu awabariki sana kwa kuwa nimeshapa bao tushukuru kwa ajili ya neno hili. Mkini inaweza kawa ni gumu lakini Mungu atalifanya jepesi. Na mkini kuna yale tusiyoweza Mungu atatutia nguvu atatuwezesha kwa maana wewe ndio mwenye nguvu na mamlaka zote. Tunakushukuru Bwana katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen.